Okay, katika episode hii tutaenda kuangalia sasa jinsi ya kuweza kuzunguka katika internet, kufanya web browsing, kusearch vitu mbalimbali, na utaweza pia hata kufanya cool things ambazo haujawahi hata kuzijua maybe katika PC yako. Sasa kumbuka kwamba unapoingia kwenye internet unaweza kutumia Microsoft Edge ambayo inakuja pre-installed na Windows 10 pia 11, lakini pia unaweza kutumia Google Chrome, unaweza kutumia Edge, unaweza kutumia Firefox na web browser yoyote ile ambayo unaijua. Sasa kitu cha kwanza utaenda kuifungua. Kama ni Chrome unatumia Google Chrome, utafungua. Kama ni web browser ya Microsoft ambayo ni Microsoft Edge, utaifungua kwa kubonyeza hapa au utakubonyeza mara moja hapa chini. Na nitaenda sasa kwenye new tab. New tab kwanza ukifunguka tu inaweza kukuletea new tab, lakini ukitaka ku add new tab utazifunga hizi na nitakuonyesha namna ya kuzi add na ku add vitu vingine. Utabonyeza Control T ambayo sasa itafungua new tab yako, au pia unaweza kubonyeza tu hapa hii hapa plus hapa juu ikafungua pia tab nyingine. Sasa inapofunguka kama hivi itakuwa na muonekano hapa huku kama hivi, ambao hapa juu huku kutakuwa kuna zile tabs ambazo utakuwa umezifungua. Hapa ndipo unaenda kuandika sasa ile address ile sehemu ambayo unataka kufika katika ile website. Hapa unaweza kuandika tu kitu cha kawaida cha kusearch, na hizi zingine tu ni information mbalimbali ambazo zipo inakuletea news hii Microsoft Edge inazokuletea. Sasa tutaenda kufungua, tutaenda kusearch kitu na kisha tutaenda kuona. Mfano tutaenda kusearch sustainable tourism na tutabonyeza search. Na utakapobonyeza search itaenda kufunguka kama hivi na itakuletea sources mbalimbali, iwe ni katika YouTube, iwe ni katika blogs, katika website mbalimbali, katika university, itakuletea vyote hivyo. Lakini pia hapa juu itakuletea overview na definition kutoka katika AI. So hiyo vyote unaweza kufanya. Sasa kuna kitu nilikuwa nataka niwaoneshe kabla tuenda kwenye vitu vingine, ili tuweze sasa kuona vizuri Microsoft Edge inavyoenda kufanya kazi. Sasa unapo search mfano kama hivi, umesearch sustainable tourism, maybe uko hutaki data zinazotoka katika kila sehemu, unataka tu data ambazo zinahusiana na education content, zinazokuletea vile vitu ambavyo ni vimebase katika education tu. Unapoenda kusearch, baada ya kuandika tu sustainable tourism utaandika site semicolon kisha edu. Ukibonyeza enter itakuletea yale majibu na zile information kutoka katika education content website. Kama mfano ukiangalia hapa ni mambo ya academic na ni zile website ambazo zinahusiana na mambo ya academic. Na huku chini ukifika chini ukikutana na vinamba kama hivi ambao ukibonyeza chapili yake inaonyesha kwamba sources zipo nyingi, na zote unapobonyeza zinakuletea zingine tena ambazo wamezipata. So unapo search mfano kama vitu vya education content, labda na do research na vitu vingine, unapoongeza hii site semicolon afu education inakuletea zile content ambazo zinaaminika na zimetoka katika universities mbalimbali, ili kusudi sasa wewe usije kupata shida yoyote. Sasa tutaenda kuanza tab nyingine, afu tutaifunga hii. Nataka nikuoneshe sasa hiyo trick ambayo tutaenda kuifanya. Nakumbuka kuongeza tab utabonyeza Control plus T, au unaweza kaenda kubonyeza hapa juu hii plus na ikakuletea tab nyingine. Na kufunga tab hii unaweza kaja hapa juu kubonyeza hii X hapa, lakini unaweza kubonyeza Control plus W ikaenda kufunga ile tab. Sasa maybe umeifunga tab uliyokuwa umeifungua kwa bahati mbaya, kuirudisha utabonyeza Control Shift plus T, itaenda kurudi ile tab ambayo ulikuwa umeifunga. Na hivyo ndo kirahisi unavyoenda kufanya. Sasa maybe tutaenda kufungua tab nyingine na kufungua Google Scholar kama hivyo, na tutaenda kuibonyeza ili kuifungua. Okay, kama unavyoona maybe umefungua katika Google Scholar na umefungua website mbalimbali ambao uko unafanya overview ya website hii, na ukapata vitu mbalimbali ambavyo unataka kuviangalia na unataka labda kuvitunza. Hiyo website yako unataka labda uitunze, ufunge PC yako
kisha utakapoenda na utakaporudi uikute hiyo website yako. Utakachoenda kukifanya, utaenda kuipin hiyo website yako, na utakapoipin, hata kama utakapofunga web browser ambayo ni Edge na ukija kuifungua tena utaikuta website yako. Utakachoenda kufanya, utaenda hapa juu, uta right click, kisha utaenda kwenye pin tab, utabonyeza, na kama unavyoona hiyo website yako itakuja hapa pembeni hapa juu kuonyesha kwamba imebe pinned. Inaonyesha kwamba utakapoenda kufunga Edge na utakapoenda kuifungua bado utaikuta website yako iko hapa. Na ukitaka kuiunpin utabonyeza, uta right click na utabonyeza unpin na itafunguka kama hivyo. Sasa kitu kingine ambacho nilikuwa nataka niwaoneshe, maybe umeshafika labda hapa umekutana na vitu mbalimbali, unataka labda uvitunze, ufanye correction labda ya reference mbalimbali unataka uzitunze, uta select, kama ni kuselect hapo, kwa unataka kuselect kama hivi, uta right click hapo, kisha utaenda kwenye more tool hapa chini, na kisha utaenda kwenye add collection, na utaenda kwako utakuta imeandika start new, kwa sababu mimi tayari niko na collection. Utabonyeza start new collection. Sasa maana yake nini? Hem, tuadi kitu kingine afu nitaenda kuonesha maana ya hiyo kuadi katika collection ni nini. Unapo highlight pia kitu kingine unachokitaka hapo, uka right click, kisha utaenda kwenye more tool, utaenda kwenye add to collection, na pia utaenda kwenye add to new collection, na pia chochote kile unachokitaka uta right click. Kama ni link pia utaenda kwenye more tool, add to collection, add new collection. Sasa unapokuja hapa juu katika hii sehemu ya baada ya hii sehemu ya address bar hapa, kuna hii sehemu mbalimbali hapa, sehemu ya account, sehemu ya chat na copilot. Kuna hivi dot vitatu hapo, ukivibonyeza vitafunguka kama hivi, ambapo huku chini kuna setting, lakini kuna vitu vingine. Ukija kwenye more tools hapa, ukipandisha hapa juu hapa ipo collections, na shortcut yake ni control shift plus y, na ukibonyeza hii collection itakuletea collection zote ambazo ulikuwa nazo siku ya leo ambazo umezicollect, na ukibonyeza mshale hapa utakuonyesha sasa zitapangwa kutokana na siku ambao ulivisit. Kama unavyoona mimi tayari nilivisit mara ya kwanza hapa siku ya leo, na lakini pia nimevisit tena, na ukifungua hiyo collection itakuwa hivi. Na hata kama ukiwa umeifunga hii website na unapoifungua hiyo collection yako, na ukabonyeza tap, itakupeleka moja kwa moja katika ile website ambayo ulitoa kile kitu. So sasa hii ni nzuri kwa mfano labda umecollect vitu kama ni pictures, kama ni links kwa ajili ya research yako, unaziweka katika collections, na pale unapoibonyeza tu itaenda kufunguka, hata kama uliifunga bahati mbaya au ukumbuki ile website ilikuwa inaitwaje. Sasa kitu kingine pia, mfano katika website yako unataka labda hiyo website iwe favorite au uiweke katika bookmarks, ili kusudi unapofungua uweze kuiaccess kwa haraka. Unaweza kubonyeza hichi kinyota hapa ikawa favorite na ukaipa jina, lakini pia ukaitengenezea kifolder katika web browser. Mfano kama ni favorite bar utabonyeza done, na hapa sasa utakapokuja pembeni ya hii address bar kuna hichi kinyota hapa chenye mstari, ukikibonyeza itafunguka kama hivi, na utakutana na zile favorite tabs ambazo umeziweka, na kama uliweka kwenye other favorite utaziweka hapa, na utazikuta zile website zote ambazo uliweka kama favorite na ulitaka kuzitunza. Unaweza kaongeza pia kifolder hapa ukakiandika jina lake ukakiweka, lakini pia ukaongeza website kuzisave kutokana na vile unavyotaka. Mimi nitaenda kuiremove. So hivyo ndio unavyoweza kama unataka website mbalimbali kuzisave vitu katika website, na usipoteze vitu unavyovisearch katika internet kwa ajili ya content labda yako katika mambo ya education na vitu vingine. Sasa kuna vitu vingine pia tunaweza tukaenda kuangalia unapoenda kusearch. Hata ukiwa katika Google Chrome unaweza kusearch pia kutumia AI kwa search image, videos, maps na vitu vingine. Lakini hapa juu kwenye hii hapa sehemu ya downloads, vitu ambavyo download utavikuta hapa, na hapo kubonyeza chat itafunguka. Kama ni kwenye
Google Chrome itafunguka Gemini, lakini huko kwenye Edge itafunguka Copilot hivi, na unaweza kumuuliza chochote kuhusiana na ile website uliyoivisit, hata kama ni kusummarize page, hata kama ni kufanya nini, na ataweza kukusaidia hivyo. Web browser nyingi sasa hivi zinaleta hii tool kwa sababu ni nzuri na inafanya kazi vizuri, inaleta vitu ambavyo ni most favorite na ni vizuri kuvitumia, na unaweza pia ukainteract nayo kama una interact na mtu ambaye anakusaidia katika research zako na vitu vingine. Na pia katika hizi vitu vitatu hapa kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza kuvifanya. Unaweza ka print, unaweza ka delete browse data, uka take a screenshot, ukaweka pia split screen, ambayo split screen huku itakuletea, unaweza kuwa na tabs mbalimbali na huku unatokana na tabs mbalimbali. Mfano huku inawezekana nimefungua Google Scholar, huku nikafungua search, na hapa nitakuwa na huku na search, labda huku naendelea na vitu vingine katika hii split screen. Na hii split screen sasa inafanya kazi pote, ipo sehemu zote, ipo pia katika Microsoft Edge, lakini pia ipo katika Google Chrome. Unaweza kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Unaweza ka adjust pia hii split screen hapo kutokana na vile unavyotaka. Sasa kitu ambacho nitaka tena kwenda kuonesha, taenda kwenye hii sehemu ya vitu vitatu hapa, taenda pia kwenye setting, ambapo katika setting unaweza ka setting vitu mbalimbali kutokana sasa unavyotaka kuitumia hiyo web browser yako. Sana unaweza kaja hapa katika privacy, unaweza kaenda katika appearance, ukabadilisha appearance ya web browser yako kama kutokana na themes mbalimbali zilizopo, au hata ukaingiza themes wewe unayoitaka kama ni light au dark unaweza kaweka. Lakini pia katika password unaweza kaweka ukaset password, au ukaenda kwenye password manager hapa ikakuonesha zile password ambazo imesave ulipoingia katika website mbalimbali. Lakini unaweza kaja hapa katika privacy and search, ukaja katika tracking protection, na hapa ni zile inavyokuprotect katika website unazovisit na ads zinazokuja. Mara nyingi inakuwa katika balance hapa ambayo ni recommended, inakuprotect, haikulimit sana, lakini pia inakuprotect vizuri na inakupeleka sehemu nzuri. So ukiendelea kupractice utaendelea kujifunza zaidi na kupata vitu vipya zaidi unapoenda kuitumia web browser yako, kama ni Firefox, kama ni Google Chrome, kama ni vitu vingine. So feel free to try new things na kuenda kujifunza zaidi.